tumeendelea kufata taratibu zile zile kupitia jinsi tulivyovuka matatizo mengine yale yalipokuja, kwamba bila paniki, bila taharuki, bila ugomvi wa sisi kwa sisi, serikali na watoa huduma, wananchi na watoa huduma, tunafanya tathmini ya kina kuweza kujua hatua stahiki zinazotakiwa kuchukuliwa kwa muda mwafaka. Niliona niaseme haya na niseme na uzoefu kwamba hili si la kwanza. Watanzania, wala msipaniki, wala watu wasiwe na taharuki, wala tusigombane, wala tusichukiane, watoa huduma na wananchi. Hili si la kwanza, na tena yale mengine tuliovuka wala sio siku nyingi sana, ni juzi tu. Uviko ilikuwa 2021, la Ulaya Mashariki 2021, 22, 23, lile la kupungua kwa fedha za kigeni 2024, 25, ni hapa wala sio mbali na tukavuka. Isingetokea hili, tulishasahau kama kuna matatizo yaliwahi kutokea ya aina hiyo. Tulivuka salama. Na miongozo ya Mheshimiwa Rais huyu Daktari Samia Suluhu Hassan ilituvusha, na kama si hili jipya tulishasahau kama kuna muda ulitokea mzozo tukawa na uhaba wa mafuta, kama kuna muda ulitokea mabadiliko ya sera kukawa na shida ya dola. Yaani mtu anataka mafuta yapo alishaagiza kuyalipia, akienda anazunguka mabenki yote anapewa dola 200, dola 500. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Lakini kwa utulivu wa Mheshimiwa Rais, staili yake ya kutokupaniki, kutokuwa na taharuki, kutokupoteza focus, tukavuka salama. Na hata jambo hili niwahakikishie, serikali inafuatilia kwa ukaribu, kwa umakini, na kila siku tuna vikao tunakaa vya sekta mbalimbali kuweza kuhakikisha kwamba, moja, bidhaa hii haiadimiki, aina zote hizo za mafuta, pasiwe na kuadimika mafuta, yawepo. La pili, tunashughulika na masuala ya bei ya bidhaa, bei ya huduma.